Bwana Spika, kwa kunipa ruhusa niweze kuchangia na kuleta rambirambi zangu, familia yangu na watu wa Embu County kwa rafiki wangu MP Wele wa kutoka huko upande wa Nyanza. Mambo ya ajabu ni kuwa hiyo mambo ilifanyika na pia haikufurahisha sisi tukiwa wajumbe wa seneti na wa parliament. Lakini ningesema familia yake na watu wa hiyo county yake waweze kukaa vizuri na kuomba diweze kuendelea vizuri, na pia wakati wa uchaguzi itakuja wataweza kuchagua mtu ambaye atakuwa anafanya kazi vile Wele alikuwa anafanya kazi. Lakini mambo ya ajabu, sisi tukiwa wajumbe MPs na senators tukiangalia vizuri wakati hiyo gari ilitoka katika hapa parliament na vile ilikuwa inatembea na vile walikuwa nafuatwa na pali walienda wakakuta jamu, gari ikasimama kidogo. Ni mambo ya kuhuzunisha sasa sana kama ienda ikawa gari ilikuwa inaenda polepole na picha kama inasema ukweli. Tunaona vile ule mtu alitoka kwa boda na akaenda akaweza kuwa ile mheshimiwa. Mambo ya ajabu, ile gari ilikuwa na driver na pia ilikuwa na askari. Ni sisi tujiulize, kama uko na askari na driver, kama kitendo kama hiyo inafanyika na mwananchi wa nje anakuwa anafanya namna gani? Kwa hiyo ni sisi tujiangalie tuweze kuona iende ikawa tuko na makosa na driver ama ni askari ama ifanywe namna gani, kwa sababu ni kitu kia kusunusa. Kwa sababu hakuna kitu inaonyesha kutoka wakati ile gari ilikuwa imefanyika pale tungekuwa kama mlinzi wetu kama askari vile angetoka kwa ile gari na wese ashuti ule mwizi ama wale watu. Hakuna kitu imeonyeshwa. Kwa hiyo ni kitu ya kusunisha sana. Ni sisi tujiangalie na tukae vizuri na wale watu wanafanya kazi na ama upande wa ulinzi iweze kuangaliwa, kwa sababu tunaona hata kule upande wa Migori vile mtu wa rais akiwa anahutubia wananchi, mtu mwenyewe kutoa kiatu na kurushia, na mpaka saa hii hatujaweza kuona ilifanyika namna gani. Kwa hiyo upande wa security mpaka tuambiwe ni nani alirusha hata kiatu ambaye ile ilikuwa inaruhusiwa rais wa Kenya ambaye ni msapakazi. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi napeana rambirambi zangu na watu wa Embu, na pia nikumbuka Wele alikuwa rafiki wangu. Kwa sababu kila mara tulikuwa tunakutana na yeye alikuwa ananiita semenji, kwa sababu alikuwa ananiambia bibi yake moja ameoa huko Meru. Kwa hivyo Bwana Spika, ningesema mpaka tuweze kuangalia mambo na je ile inafaa ndio kitendo kama hiyo isiweze kufanyika. Kwa hivyo mimi napeana rambirambi zangu nikiwa Central Embu County. Asante Bwana Spika. Na kile ambacho maswali ambayo yalikuwa yanapitia katika akili yangu Bwana Spika, yeye alikuwa na walinzi wake. Hakuna ripoti yoyote inaonyesha kwamba Bwana Spika walinzi wake walijaribu kuwafurusha wale ambao walikuwa wakijaribu walimuua yule mheshimiwa Bwana Spika. Kwa hivyo maswali tunayojiuliza, hawa walinzi Bwana Spika kazi yao ni ipi Bwana Spika? Bwana Spika, kile kingine ambacho kinaniudhi zaidi ni ya kwamba Were alikuwa amesema maisha yake yamo hatarini Bwana Spika. Bwana Spika, najiuliza mkuu wa polisi wa Jamhuri ya Kenya alifanya nini kuzuia hilo jambo kutendeka Bwana Spika? Haya ni maswali ambayo Bwana Spika hayapati jawabu. Na vile vile Bwana Spika, ukiangalia katika vyombo vyetu vya habari na vile vile ukiangalia katika mitandao ya kijamii Bwana Spika, watu wengi wanaongea maneno mengi. Ikiwa mtu yeyote ako na maneno ambayo angesaidia katika kuleta jawabu ya maswali yanayoulizwa na Wakenya Bwana Spika, aambie maafisa wa ujasusi Bwana Spika, ambao najua angefanya lile kazi vizuri Bwana Spika, badala ya kuandika katika vyombo vya habari, kwa sababu vyombo vya habari havitasaidia zaidi. Kwa hivyo Bwana Spika, langu ni kuungana na wakaazi wa Kaspur Kabondo kusema pole kwa niaba ya watu wa Laikipia na kusema ya kwamba tumempoteza kiongozi ambaye alijitolea Bwana Spika kufanya kazi ambayo aliyopewa kufanya na aliyochaguliwa kufanya. Kwa hivyo Bwana Spika, langu ni kusema pole na kutakia watu wa Kaspur Kabondo mema, na vile vile kusema roho ya mheshimiwa Charles Were iwekwe mahali pema peponi. Asante Bwana Spika. Senator Fernandi. Thank you, Mr. Speaker. On my own behalf, my family and the people of Nandi, I want to take this opportunity to pass my deepest condolences to the family of Sir Charles Ong'ondo Were. Mr. Speaker, he was an amiable man. He was
We used to take tea at the Bunge restaurant, and he was very jovial at all times, Mr. Speaker. I never knew that he would fail by the assassin bullet. Mr. Speaker, and I want to thank the police and DCI for the speedy investigation and arraignment of suspects who might have killed Honorable Ong'ondo Were, Mr. Speaker. Mr. Speaker, if members of parliament are not safe, then Kenyans are not safe, Mr. Speaker. Mr. Speaker, even as investigations continue into the alleged death of the late Mheshimiwa Ong'ondo Were, Mr. Speaker, I want to ask leaders to be cautious while making statements. I was embarrassed by the statement of Governor of Homa Bay, Governor Gladys Wanga, of trying to link the unfortunate incident of the death of Ong'ondo Were by linking it to broad-based, Mr. Speaker. If there are problems of local politics with Homa Bay, she should just restrain there. And issues of zoning, reducing herself to village politicians, Mr. Speaker, is very unfortunate. And therefore, she must withdraw and retract that statement. The Homa Bay County and the nation need the peace that we need as a nation, Mr. Speaker. I know we are emotional, but that one should not justify any reason to make reckless and embarrassing statements, Mr. Speaker. Secondly, Mr. Speaker, this cyberbullying, and I want to agree for the first time with Francis Otwoli, that social media must be regulated. Even as politicians, we are human beings, we have families, we have friends. There is no death that is better than the other. There is equity in death. Mr. Speaker, in as much as we are pushing the police in conclusion to fast-track the investigation and arraignment of assassinations of Honorable Ong'ondo Were, we must also be told who killed the 6 people in Angata Baragoi, Mr. Speaker. The police shot. The allegations we have, no one has been arrested over the Angata Baragoi incident, Mr. Speaker, up to today. Yet scores, they were buried yesterday, Mr. Speaker. We must be told who killed the people of Angata Baragoi. It is the sad reality is that in Interior Ministry, there is incompetence that is costing lives, Mr. Speaker. And I think it's the high time that the president must change the security apparatus in this country, Mr. Speaker. You saw even in Baringo, Mr. Speaker, where people are being killed like dogs, Mr. Speaker. Kerio Valley, incompetence is costing lives, Mr. Speaker. And it is high time that C.S. Murkomen must resign. There is more insecurity that in this country than has happened, Mr. Speaker. I wish you would borrow notes from Professor Kithure Kindiki, Mr. Speaker, so that we are safe. I saw Boni Khalwale also complaining, Mr. Speaker, and you know he has several homes and wives. So we are not saying the government should provide security for all the wives of Senator Boni Khalwale, but we want everybody to feel secure, Mr. Speaker. Senator Chimera.